ya kuja kuonana na mtumishi wa Mungu mahali hapa? Nilikuwa na changamoto ya kichwa na maumivu kwenye moyo. Kwenye moyo. Ndio. Hiyo hali ya kichwa na maumivu kwenye moyo imekugharimu kwa muda gani? Maumivu ya kwenye moyo yaligharimu kama muda wa miezi 6 sasa. Lakini maumivu ya kichwa na mwezi mmoja. Yana mwezi mmoja. Ndio. Ulichukua hatua gani kwa ajili ya kupata uponyaji? Nilikwenda hospitali. Nikafanya kipimo, nikapewa dawa za kutumia. Ndio. Lakini mpaka sasa sijapata nafuu. Lakini baada ya kufika kuonana na mtumishi wa Mungu ofisini, alikueleza hiyo hali unayopitia? Ndio. Na ukahakiki kabisa ni kweli? Ndio. Je, hilo halikukutatiza kwenye masikio yako, kwenye moyo wako, kwenye ufahamu wako kwamba imekuwaje mtumishi wa Mungu ananiambia changamoto zangu wakati sikai naye, wakati sina ukaribu naye? Ulichukuliaje wewe? Kwa hali ya binadamu lazima utapata mshtuko kidogo. Umeelewa kwamba ni jambo gani limetendeka. Kwa hiyo mshtuko kidogo. Yes. Ukajiuliza wewe ni mtumishi wa Mungu ama ni vipi? Ndio. Ulijiuliza hivyo? Nilijiuliza, lakini nilipata imani kwamba mtumishi wa Mungu atanisaidia, nitapona. Utapona. Lakini baada ya mtumishi wa Mungu kupekea mkono mpaka sasa ile hali ya moyo na kichwa unaisikiaje? Namshukuru Mungu mpaka sasa hivi nimepona. Umepona kabisa? Ndio. Kwa hali ya moyo hakuna tena. Hali ya kichwa hakuna tena. Ni nani aliyekupona? Yesu. Ni Yesu. Kwa hiyo unamwambia nini watu wa huko nyumbani kwenu? Kwa kilugha chenu? Kwa kilugha chetu kwa birati basi kumwa mwanga. Hivyo tu. Sitacho kuomba Yesu. Asante sana kaka, Mungu amekuponya. Endelea kutunza muujiza wako na pia ukasaidia wengine ambao wana changamoto kama za kwako na tofauti na wewe ili waweze kupona na kufunguliwa. Mungu akubariki jamani, tumpigie Yesu makofi.